Mwenyezi Mungu alipoiumba dunia, aliumba mamilioni ya viumbe na kuwaweka katika uso wa dunia. Katika viumbe ambao Mwenyezi Mungu aliwaumba, wapo baadhi ya viumbe ambao huleta ujumbe wa kiroho katika maisha ya wanadamu. Wanadamu wenye nguvu za kiroho, kila wanapowaona viumbe hao, wanaweza kujua ni kitu gani ambacho kinaendelea katika ulimwengu wa kiroho, ama kuna kitu gani kitatokea muda si mrefu. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini. Wapo viumbe mbalimbali ambao hata wanapokuja kwenye makazi yako, huwa hawaji kwa bahati mbaya, bali huwa wanakuwa wameleta ujumbe fulani. Katika video hii nitakwenda kumzungumzia mjusi kafiri. Mjusi ambaye kwa namna moja au nyingine yupo katika makazi ya binadamu wengi, lakini binadamu wengi hawajui mdudu huyo anapokuwa katika makazi yao huwa anamaanisha kitu gani. Kama nawe ni moja kati ya binadamu wanaotamani kujifunza kuhusiana na jambo hili, basi video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako. Ili uendelee kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu, jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Utakapoingia katika makazi yako ukamkuta mjusi kafiri, zifuatazo ni maana 10 ambazo zimejificha nyuma yake. Namba 1 ni ishara ya mikosi au bahati mbaya katika maisha yako. Zipo sababu mbalimbali ambazo hupelekea mjusi kafiri awepo katika makazi ya binadamu mbalimbali waliopo katika uso wa dunia. Sababu mojawapo ni nyumba kuwa na wadudu wengi. Nyumba yako inapokuwa na wadudu wengi, inaweza ikawa ni sababu mojawapo ambayo itamvuta mjusi huyu, kwani mjusi kafiri ni moja kati ya viumbe ambavyo maisha yao hutegemea ulaji wa wadudu mbalimbali. Inawezekana katika makazi yako kuna mjusi huyu kwa sababu kuna wadudu wengi ambao wanarandaranda. Ikiwa mjusi huyu yupo kwenye makazi yako kwa sababu hii, hauna haja ya kuogopa wala kuhofia, kwa sababu mdudu huyu yupo kwa sababu amefuata wadudu ambao wapo kwenye makazi yako. Lakini inawezekana wewe ni moja kati ya wanadamu ambao makazi yao yana usafi wa hali ya juu, hakuna uwepo wa wadudu wowote ndani yake, lakini katika hali usiotarajia ukamuona mjusi kafiri. Huo ni wakati ambao unatakiwa kujua kuwa inawezekana kuna jambo lisilokuwa la kawaida ambalo litakwenda kutokea katika maisha yako, na mara nyingi huwa ni ishara ya mikosi. Mikosi mara nyingi itakuja na upotevu wa vitu mbalimbali katika maisha yako, bahati mbaya zisizotarajiwa, wakati mwingine hata kufirisika. Jambo ambalo unatakiwa kulifanya utakapomuona mdudu huyu, mkemee, kisha muombe Mwenyezi Mungu ili akuepushe na mikosi pamoja na bahati mbaya ambazo kwa namna moja au nyingine huenda zimeshaanza kujidhihirisha katika ulimwengu wa kiroho. Kilichobaki ni kutimilika tu katika ulimwengu wa kimwili. Namba 2 ni onyo la uwepo wa nguvu zisizokuwa za kawaida katika nyumba yako. Moja kati ya mambo ambayo unatakiwa kuyajua na kuyaweka akilini, mara nyingi uwepo wa viumbe mbalimbali katika eneo fulani huwa unaweza kuashiria uwepo wa nguvu fulani. Baadhi ya viumbe wakionekana katika maeneo fulani huwa wanaashiria uwepo wa nguvu za Mwenyezi Mungu, yani nguvu za kiroho. Lakini baadhi ya viumbe wakionekana katika baadhi ya maeneo huwa wanamaanisha uwepo wa nguvu za giza, na kiumbe mojawapo ni mjusi kafiri. Watu wengi wanamhusianisha mdudu huyu na mambo ya kichawi au mambo ya kishetani. Ni kweli, mara nyingine mdudu huyu atakapoonekana katika makazi yako, hasa katika sehemu ambayo haukuwa umetarajia kumuona, huwa anakupa onyo kuwa katika eneo hilo kuna uwepo wa nguvu za giza zisizokuwa za kawaida. Hivyo kama wewe ni mtu wa ibada, fanya ibada, zikemee nguvu hizo ili uwepo wa Mwenyezi Mungu ukatawale katika eneo hilo, kwani utakapofanya ibada ya kweli, Mwenyezi Mungu akiwa upande wako, haijalishi kuna nguvu kubwa za giza kiasi gani zipo katika eneo hilo, zitakwenda kuondoka na nuru itakwenda kutawala katika makazi yako. Namba 3, mjusi kafiri anapoonekana katika makazi huwa ni ishara ya migogoro na kutokuelewana ndani ya familia.
Ninajua hakuna mwanadamu asiyependa amani katika maisha yake. Hata yule ambaye huwa anasema, yaani mimi ninapenda migogoro kuliko hata kula, ni muongo. Kiuhalisia, moyo wake huwa unakosa furaha pindi anapokuwa katika migogoro. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini. Utakapoingia katika nyumba yako, ukaanza kuona kuna mjusi kafiri katika sehemu ambayo haukutarajia kumuona, huwa ni ishara ya kuwa muda si mrefu mtakwenda kupitia katika migogoro mbalimbali ya kifamilia ambayo haukutarajia. Huo ni wakati ambao unatakiwa kumuomba Mwenyezi Mungu ili akuepushe na migogoro isiyokuwa ya lazima, kwani wakati mwingine migogoro inaweza kuvuruga, kuvua heshima yako na kukushusha hata kiuchumi, kwa sababu migogoro mingine itapunguza hata ufanisi wa namna yako ya kufikiria. Namba 4, utakapoingia kwenye makazi yako ukamuona mjusi kafiri, wakati mwingine huwa ni ishara kuna mtu ambaye anakuzunguka katika vitu mbalimbali ambavyo unashirikiana naye. Moja kati ya mambo ambayo unatakiwa kuyajua na kuyaweka akilini, wapo binadamu mbalimbali ambao tunaishi nao, baadhi yao tunashirikiana nao katika shughuli mbalimbali, lakini jambo ambalo unatakiwa kulijua, si kila mwanadamu anafurahishwa na mafanikio yako. Wengine wana roho ya wivu juu ya mafanikio yako. Hivyo utakapomuona mjusi kafiri katika maisha yako, ujue anaashiria kuwa inawezekana kuna msaliti katika saiko yako ya watu ambao upo nao karibu. Inawezekana msaliti huyo anaweza akatumia usaliti wake akakukwamisha katika mafanikio ambayo unatamani kuyafikia kwenye maisha yako. Namba 5, kumuona mjusi kafiri katika nyumba yako ni ishara ya kwamba unapewa onyo kuhusu tabia yako ya kupuuza mambo ya kiroho. Mwanadamu yeyote anayemiliki chochote katika ulimwengu wa kimwili, ina maana umiliki wake ulianzia katika ulimwengu wa kiroho, na chochote ambacho unakiona kikiwa kimedhihirika katika ulimwengu wa kimwili, ina maana kilianzia katika ulimwengu wa kiroho. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini, kuna wakati inawezekana maisha ambayo unaishi ni magumu au yana changamoto mbalimbali, kwa sababu kuna baadhi ya mambo ya kiroho unapuuzia. Utakapomuona mdudu huyu katika makazi yako, huu ni wakati ambao unatakiwa kujua kuwa unakumbushwa kuwa acha kupuuzia mambo mbalimbali ya kiroho katika maisha yako, kwa sababu hayo mambo ndiyo msingi kamili wa maisha yako. Namba 6, ni ishara ya mabadiliko mabaya ambayo yanaweza kutokea katika maisha yako katika siku chache zinazokuja. Mabadiliko katika maisha ya mwanadamu yamegawanyika katika makundi mawili. Kundi la kwanza ni mabadiliko chanya. Mabadiliko chanya ni mabadiliko mazuri yenye baraka za Mwenyezi Mungu ndani yake. Lakini mabadiliko ya aina ya pili ni mabadiliko hasi. Haya ni mabadiliko mabaya yanayohusiana na upotevu wa mali, bahati mbaya, nuksi ama kupoteza kila ulichokuwa nacho. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini, mdudu huyu amekuwa akihusishwa na mabadiliko hasi. Inawezekana wewe ni mwanadamu ambaye unaishi maisha mazuri katika ulimwengu wa leo, lakini utakapoingia katika makazi yako ukamkuta mdudu huyu, unatakiwa kuwa makini, kwa sababu inawezekana uwepo wa mdudu huyu katika makazi yako anamaanisha kuwa utakwenda kupitia mabadiliko fulani yasiyokuwa mazuri katika maisha yako. Labda unachomiliki leo kitakwenda kupotea, au maisha mazuri ambayo unayaishi leo yatakwenda kutoweka na utakwenda kuishi maisha mabaya. Utakapomuona mdudu huyu, ni vema ukamlilia Mwenyezi Mungu, muombe Mwenyezi Mungu ili kila ubaya usije katika maisha yako, bali upishane na wewe. Namba 7, ni ishara ya kuwa na usalama mdogo katika ulimwengu wa kiroho. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini, mwanadamu anapokuwa na nguvu nyingi za kiroho, inamaanisha Mwenyezi Mungu yupo upande wake, na hapo hakuna nguvu mbaya ambayo inaweza kumgusa. Lakini mara nyingi mdudu huyu, yani mjusi kafiri, atakapoonekana katika makazi yako, huwa ni ishara ya kuwa nyumba yako
haipo salama kiroho. Inawezekana kuna roho za kishetani ambazo zinarandaranda katika makazi yako, na ndiyo maana baadhi ya watu wanaoelewa siri hizi wakimwona mdudu huyu akiwa katika sehemu ambayo hawakutarajia kumwona, huwa wanafanya ibada haraka sana kwa ajili ya kumkemea mdudu huyu na nguvu zote mbaya ambazo amekuja nazo katika makazi. Na wewe ninakushauri, utakapomwona mdudu huyu katika makazi yako, usibaki kimya, kwa sababu huenda mdudu huyu anaashiria uwepo wa nguvu mbaya katika makazi yako, yani nguvu za giza ama nguvu za kishetani. Namba 8, utakapomwona mjusi kafiri katika nyumba yako, ujue unapewa onyo la kurekebisha katika makosa ambayo umeyafanya katika maisha yako. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini pindi mjusi kafiri atakapoonekana kwenye nyumba yako, na ikiwa kuna vitu ambavyo haujavifanya kwa usahihi, ujue kabisa vitu hivyo vitayagharimu maisha yako. Huenda vikakupotezea mali ambazo unazimiliki, ama vitakuondoa katika njia sahihi ya maisha yako. Hivyo hakikisha unarekebisha haraka makosa ambayo umeyafanya katika maisha yako, kwa sababu unapewa onyo. Kama hautarekebisha, basi huenda kuna madhira ambayo utakwenda kukumbana nayo katika safari yako ya maisha. Namba 8, mjusi kafiri anapoonekana katika makazi yako ni ishara ya kukosa ulinzi wa kiroho pamoja na baraka za Mwenyezi Mungu. Kwa sababu ulimwengu una viumbe mbalimbali, yani viumbe wa kimwili na viumbe wa kiroho. Wakati mwingine unapokuwa katika makazi yako ukamwona mdudu huyu, inawezekana nyumba yako imepungukiwa ulinzi wa kiroho. Hivyo nguvu mbaya za kiroho, na maanisha nguvu za giza, zinaweza kuja katika makazi yako na kuleta usumbufu, ikiwa ni pamoja na kuvuta umaskini pamoja na mikosi katika makazi yako. Hivyo utakapomwona mdudu huyu, muombe Mwenyezi Mungu ashushe baraka katika nyumba yako, lakini kemea mikosi, bahati mbaya na nguvu za giza ambazo zinaweza kuwa zimetawala katika makazi yako. Namba 10, unapewa onyo, uwe makini na maamuzi unayoyafanya kipindi hicho. Kama wewe ni moja kati ya watu wanaofanya maamuzi fulani, alafu unaporudi katika makazi yako ukamkuta mjusi kafiri katika eneo ambalo haukutarajia kumwona katika ulimwengu wa kiroho, unapewa onyo. Unatakiwa kuwa makini katika maamuzi ambayo unayafanya katika kipindi hicho. Yapo mengi ya kuzungumza, lakini kwa sababu ya usalama wa MB zako sina budi kuishia hapa. Ninahitimisha nikiamini kuna jambo kubwa ambalo umejifunza. Asante, tukutane katika video ijayo.